udiakonia, kwamba huduma ya udiakonia inafanya kazi gani, ili muweze kuwa mabalozi huko ambako tunaishi kwenye jamii. Maana ukisikia kuhusu habari za udiakonia, ujue kwamba udiakonia unafanya nini na unahusika na kitu gani. Kwa kuendelea, nikiweza kuuliza wangapi ambao wameweza kusikia neno udiakonia katika maisha yao? Uliowahi sikia neno udiakonia? Nashukuru. Unaelewa nini kuhusu udiakonia kama usikia? Karibu. Asante. Nasema udiakonia, nasema ni kikundi fulani cha watu fulani ambao wanasaidia watu wenye shida mbalimbali, kuwasaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndivyo alivyosema. Mwingine unaongeza kusemaje ulioisikia neno udiakonia? Nashukuru. Mwingine ungeweza kusemaje? Jamani, hatujaisikia au ni mwaisikia hapa madikoni, ndio? Karibu. Udiakonia ni matendo ya huruma kwa watu wengine. Kuna mwingine tena? Sawa. Mjawa mbali sana wote kuhusu neno udiakonia. Udiakonia ni neno la Kigiriki lenye maana ya kutumika au kujitoa kwa ajili ya. Neno la Kigiriki lenye maana ya kutumika, kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Kama alivyosema, ni matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo kumfikia mhitaji. Ni matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo kumfikia mhitaji. Tunasema kwa nini Yesu Kristo kufuata msingi wa Yesu? Kwamba Yesu alikuwa amejitoa kwa ajili ya amejitoa kwa ajili yetu sisi. Tulipokuwa ngali tuna dhambi, yeye alikubali kuja katika mazingira ambayo ni ya kutatanisha, lakini akaja kwa ajili ya kutatua hizo changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia katika jamii. Mwanakondoo ameshinda. Kwa hiyo tunasema mdiakonia wa kwanza. Kwa hiyo kama kuna udiakonia, kuna mdiakonia. Kwa hiyo mdiakonia wa kwanza ni Yesu Kristo ambaye alikuja duniani. Na hii inatuthibitisha, tutasoma Biblia sana, maneno ya Mungu. Kama mnaamini mnakuwa ni rahisi kufungua haraka mnasoma. Tutasoma neno la Mungu kuthibitisha kuona ni kwa namna gani Yesu alikuja, kwa lengo gani na kwa kusudi gani. Tukisoma waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango ule wa 4, tutasoma mstari wa 7 hadi ule mstari wa 13. Maneno ya Mungu anasema, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7 hadi wa 13. Ila kama una Biblia huko na wewe unaweza baadaye utasoma. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo la toka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa
hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ameanza na kusema wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Wapenzi na tupendane, kwa sababu pendo latoka kwa Mungu. Anatuambia hivi. Kwa nini pendo latoka kwa Mungu? Kwa sababu Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Lakini huyu mwanadamu alimkosea Mungu, na tunajua kabisa historia kwamba aliwekwa kwenye bustani ya Edeni, aitunze, na akampa masharti na akampa utaratibu wote. Lakini alimkosea Mungu kwa kutokutii maagizo ya Mungu yale ambayo aliambiwa huyu mwanadamu. Lakini baada ya dhambi kuingia mwanadamu, lakini pendo la Mungu lilikuwa bado kwa mwanadamu. Ndipo akasema ni mtume nani atakaye kwenda kuwaokoa wanadamu katika utumwa wa dhambi. Lakini bado akamtuma Yesu Kristo. Na tunaona kwamba mwanadamu alikuwa anapita katika changamoto mbalimbali. Kipindi hicho walikuwa wanapitia adha mbalimbali. Tunaona kipindi hicho kulikuwa na watu wanaoishi na mahitaji maalum. Walikuwepo watu wenye shida kama watu wenye ulemavu, walikuwepo watu ulemavu wengine kutokuona, watu kwenye Biblia inasema viwete, walikuwa wanashindwa kutembea, walikuwepo watu wajane, walikuwepo yatima, walikuwepo watu wenye mazingira magumu waliokuwa wanapata mateso mbalimbali. Walikuwa wanamsubiri yule mtu ambaye atakuja kutoa suluhisho ya maisha yao. Watu walikuwa wanapitia na changamoto ya uhitaji wa chakula. Walikuwa na njaa. Na tunaona hata ujio wa Yesu walikuwa wanaona kwamba ni namna gani atakuja kutatua hizo changamoto. Na tunaona Yesu alipokuja alitatua changamoto. Alitatua changamoto kwa namna gani? Watu walikuwa na njaa. Ukisoma Biblia inasema walimpata Yesu, walipata chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwaisoma Biblia kwamba Yesu aliwalisha watu maelfu, si ndio? Watu walipata mikate, walipata masamaki, walikula. Watu walipokuwa, wengine walikuwa wanaumwa macho, wakachukua matope wakaweka kwenye macho wakafunguliwa, si ndio? Wengine walikuwa na mapepo wakawafungua, mapepo yakatoka. Wengine walikuwa wanapitia shida, walikuwa wamefungwa gerezani, walifunguliwa. Tunaambiwa Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguliwa. Wengine walikuwa wanapitia adha, walikuwa hawatembei, akawasema simama, wakasimama, wakapona. Kwa hiyo tunaona uwepo wa Yesu Kristo alikuwa anatatua. Wengine walikuwa wanapitia adha, msiba, Yesu alijihusisha akawafariji. Kama tukiangalia kipindi kile kuna Lazaro amefariki, alipofika pale alilia, aliumia, lakini akafufua, akafariji, na alifanya mambo mengi Yesu Kristo. Kwa hiyo tunajifunza kwake kwamba ujio wake ulikuwa ni kutatua changamoto ambazo zilikuwepo kipindi hicho.
Na hata taifa la Israeli lilikuwa linamtafuta huyu Yesu ambaye ni mfalme wao. Walijua atakuja Masihi ambaye atakuwa ni mfalme kwao, katika changamoto ambazo watazipitia zitakuja kutatulika, na walikuwa wanamngojea. Mpaka sasa hivi Wayahudi wengine wanasema bado wanajua kabisa Masihi atakuja, lakini wanasema bado hajaja, wanaendelea kumngojea. Wakati Masihi alishakuja na tunajua kabisa alikuja na akatatua changamoto hizo, lakini baada ya hapo, kwa kutatua zile changamoto, aliteswa, akapigwa, akafa, akafufuka siku ya tatu, akapaa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amepaa mbinguni, sasa yuko mbinguni. Kwa hiyo tumsubiri Yesu aje aweze kututatulia changamoto zilizopo sasa hivi. Au sasa hivi changamoto hazipo kwenye jamii yetu? Jamani, nawauliza, kwa sasa hivi changamoto kwenye jamii zipo kweli? Sasa Yesu aliondoka, ameenda. Kwa hiyo atakuja Yesu mwenyewe azitatue hizo changamoto, si ndio? Ndio ninauliza hapa, ndio tunaenda sasa. Kwa hiyo tumsubiri Yesu Kristo aje azitatue hizo changamoto, si ndio? Kwani kwa hiyo inakuja, maana hao walikuwa wanamsubiri Yesu Kristo aweze kutatua hizo changamoto. Na ndio maana pale tumesoma pale mstari kwanza mstari wa 10 anasema hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwana wake kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Anasisitiza. Wa 12 anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Wakati wowote tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Jamani, kuna mtu ambaye muona Mungu? Kuna mtu anamfahamu Mungu? Lakini unaamini kwamba Mungu yupo? Ndio maana hapa anasisitiza kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, lakini kipindi kile alikuja Mungu na alikuwa mwanadamu kweli. Na ndio maana tunaona kwamba alichukua matope akaweka kwenye macho, wakafunguliwa, watu wanaona. Sasa hivi Mungu hayupo, lakini amekuja kwa mfumo wa Roho Mtakatifu. Anasema kwa njia ya Roho Mtakatifu amekuja ndani yetu, na kama anakaa ndani yetu, na sisi tunakaa ndani ya Mungu, na ndani yake kuna pendo lake limekaa ndani yetu. Bwana asifiwe. Maana pendo la Mungu limekaa ndani yako wewe. Kama pendo la Mungu limekaa ndani yetu, maana wewe hapo una uungu ndani yake. Bwana asifiwe. Maana tunategemea kama una uungu ndani yake, maana pendo la Kristo limekaa ndani yako na wewe umekaa ndani ya Mungu. Maana hapo uliyekaa na jirani yako ni Mungu. Bwana asifiwe. Mungu yupo hapo. Hapo uliyokaa hapo Mungu yupo. Lakini huyo Mungu anatamani kwamba ni lazima uonyeshe pendo. Anasema mapenzi na mpendane, kwa sababu pendo la Kristo limekaa ndani yenu. Kwa sababu tunajua Mungu ana upendo, ana asili ya upendo. Bwana asifiwe. Hata ukiona katikati yetu hakuna upendo, maana yake tunaanza kujiuliza, huyu mtu ana Mungu ndani yake? Tunaanza kujiuliza, huyu mtu ameumbweje, au ana nguvu nyingine ambayo inamuendesha? Maana kama imeingia nguvu nyingine ambayo sio ya kiungu, maana itakuendesha katika yale masuala ya upande wake, si ndio? Jamani, kwenye jamii yetu hakuna watu wakatili. Sasa wale watakuwa wana asili ya uungu ndani kweli? Maana uungu lishawatoka, si ndio?
Sasa kama unaishi na mtoto yatima au kwenye jamii unaishi na mtu ambaye ni mhitaji, unamfanyia ukatili, huwezi kumtendea haki, hapo utakuwa na uungu kweli? Au kuna mtoto ana ulemavu ndani, ukamfungia ndani, anakuwa anafungiwa ndani tu kwa sababu una mmoja au nyingine unaona kwamba mimi siwezi kumtoa huyu mtoto nje aonekane na watu, kutokana na watu watanisoma vipi? Hapo uungu unakuwa ndani yako. Sasa ndio haya sasa nasema mapenzi na tupendane, kwa sababu sisi tayari Roho Mtakatifu amekaa ndani yetu, uungu wa Mungu uko ndani yetu. Kwa hiyo tunatakiwa sasa tuonyeshe upendo, kupendana sisi kwa sisi. Ndio maana tumekuwepo hapa kukumbushana. Ukisoma waraka wa Yohana tena hiyo wa kwanza mlango ule wa 3, tutasoma mstari wa 16 hadi 18. Maneno ya Mungu yanasema, katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anatuambia tunajua kabisa Mungu anajipambanua, alitupenda sisi, ndio maana aliutoa uhai wake. Ni mtu wa namna gani ameutoa uhai wake, apigiliwe msalabani, afe kwa ajili yetu sisi, ili sisi ndio maana tunapata neema hii ya kuitwa Wakristo, napata neema hii ya kumuona Mungu. Sasa anasema kama ni kweli iko hivyo, kama wewe ni mtu wa Mungu, na tunajua Mungu aliutoa uhai kwa ajili yetu, na na sisi imetupasa kuwa vile. Anasema lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo mtu? Kama unamuona mhitaji yupo, lakini ukamzuilia, naona mwenzako ana changamoto anaipitia, lakini ukamzuilia, je, upendo wakaaje ndani ya huyo mtu? Anatuuliza maswali, unakaaje upendo ndani ya huyo mtu? Anasema upendo si tu kwa kusema kwa maneno kwamba tupendane jamani, kama ni injili inahubiriwa tupendane, hapo nasema sehemu nyingine nasema nenda ukaote moto, si ndio? Unamwacha katika mazingira yale ya. Sasa kama unaishi pengine na mtoto yatima, unamfanyia vibaya kwa sababu pengine mama yake au ndugu yake alishakuwa ameondoka, kwa hiyo wewe utampa maumivu makali, utamfanyia ukatili wa namna yote ile, kwa sababu unaona kabisa sio mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Anakuuliza upendo umekaaje kwako huyo mtu?